Habari za wakati huu ndugu zangu, assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Asanteni sana kwa wakati mwingine mmeungana na mimi, na leo nilikuwa nimesema nitazungumza kidogo kuhusu sekta ya afya, na nikasema kiacha maneno ya utangulizi nitayasema, lakini sekta ya afya ni jambo muhimu sana kwenye nchi yetu, lakini serikali hii inayoongozwa na Mama Samia kwa kweli haijawekeza vya kutosha, na haimaanishi kwenda kufanya mageuzi makubwa ya kutoa afya bora kwa watu wetu wa Tanzania, na nitawaeleza na nitawaonyesha kwa ushahidi. Kwa hiyo hata kwenye kipindi hiki ambacho sisi tunaendelea kusisitiza tusiende kwenye uchaguzi mpaka tujenge muafaka wa kitaifa, tuzungumze, tuondoe tofauti zetu, tukubaliane mambo ya msingi kabla ya kwenda kwenye uchaguzi. Hiki ambacho Mama Samia anaendelea kufanya, mimi ukiniuliza nitasema ni maigizo, ni kiini macho, si kampeni. Anafanya mikutano ya hadhara, na kama yeye inampa amani ya moyo, ninamwombea kwa Mungu sana ili ampatie moyo wa nyama kuweza kuona anachokifanya ni kubagaza, kubananga watu wetu wa Tanzania ambao kwao yeye amepata dhamana ya kuongoza mpaka hivi leo. Rai yangu, na ninamsihi sana ajirudi, wala hajachelewa, alilete taifa pamoja, tuzungumze kabla ya kwenda kwenye uchaguzi. Akiendelea kushupaza shingo, na sisi tutaendelea kusisitiza kwa kumtanguliza Mungu mbele na kueleza umma wa Tanzania ujue tunafanyiwa maigizo na tusikubali. Mimi sikubali, sishiriki kwenye huu unaoitwa uchaguzi hata kidogo. Sitapiga kura hata kidogo, sitajitokeza kupiga kura hata kidogo kama ataendelea hivi. Na sisi Mungu wetu hachelewi wala hawai, atatenda kwa hakika. Sasa nilisema nianze na mambo mawili. La kwanza, nimetafakari nikasema mimi Mungu amenipendelea, na wakuu wetu wakaniona, wakanipa dhamana nyingi ndani ya muda mfupi. Katika watu wachache wamependelewa katika nchi yetu, mimi ni mmoja wao. Na nimehudumu mahali pengi kwa haraka sana, nimepanda kutoka huko na huko na huko mpaka nilipofika. Nimefanya kazi serikalini ngazi za msingi huku mawilayani, nimeona maisha ya watu wetu. Nikatoka hapo kabla nikafanya kazi kitaifa, kamishna wa Tume ya Katiba. Toka hapo nikafanya kazi kama mtaalamu kwenye Chama cha Mapinduzi. Kutoka hapo nikafanya kazi kama kiongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi, sehemu ya viongozi waandamizi kabisa wa Chama cha Mapinduzi, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa, mwenye dhamana mahususi substantive position, mkuu wa idara ya itikadi na uenezi, na tukafanya mambo mengi hapo. Kwenye uchaguzi mkuu mimi ndio nilikuwa campaign komisa wa Chama cha Mapinduzi kwa mgombea urais wa CCM wakati ule. Baada ya hapo nimepata heshima, na mshukuru Mungu na wale wenye dhamana katika mamlaka. Nimekuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nimehudumu pale kwa zaidi ya mwaka mmoja. Nimekuwa mwenyekiti wa kamati kubwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano, na hivyo kunifanya kuwa sehemu ya kamati ya uongozi ya bunge, na baadaye nimerudi tena serikalini kama wakilishi wa nchi yetu, watu wake na rais wetu, balozi na mkuu wa kituo katika nchi ya Kiafrika moja, na baadaye katika wanasema magharibi, Kiingereza sema Western Hemisphere, nikiwakilisha nchi yetu katika kituo cha Havana Cuba, lakini pia nikiwakilisha katika
na kusimamia diplomasia ya nchi yetu katika nchi 20 za ukanda wa Karibe, Amerika ya Kati, Colombia, Guyana na Venezuela. Nasema hivi baada ya kuona mambo nimeona hayaendi na maslahi yote yamekuja na kazi hiyo, roho yangu ikaniambia polepole utakuwa unatenda dhambi ya kutokutimiza wajibu. Mambo unajua hayaendi, umefanya kazi kwa miaka 4 ukisisitiza na kusisitiza na hawachukui hatua. Acha kuwa huru, sema ukweli huu na Mungu atakubariki. Nimefanya hivi sasa. Baada ya kufanya hivi nikaona moto naishi kama digidigi, unielewa, nuka kila siku. Nikajiuliza, kama mimi ambaye ni mwenzenu, nimependelewa, nimepelekwa juu sana, nilipojiuzuru na maarifa yote ninayo kichwani na ndani ya moyo wangu, nimelazimika kuishi kama digidigi kwenye nchi yangu, kwenye nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Najiuliza, vipi kwa mwananchi wa kawaida atakayethubutu kusema kweli? Kwa sababu mimi mzito, nimesema kweli, nimeona mtiti, lakini kwa sababu ni mzito ndio maana ninaendelea kusema mpaka leo. Na ni ngumu, wanahangaika kunitafuta kila pahala, lakini kwa sababu na mimi ni mzito na ninamtegemea Mungu na mbinu za kibinadamu ninazo, ndio maana bado tunahangaishana. Lakini najiwazia kwa huzuni kubwa, dada yangu alimnyakua hivi. Vipi mtu mwingine mdhaifu, asiye na nguvu, mnyonge kama dada yangu? Na hapa ndio nitakuja kusema, nimepata taarifa nyingi sana kuhusu habari ya utekaji. Hili tatizo ni kubwa sana katika nchi yetu, sio kwa watu wazima, sio kwa wanaharakati, sio kwa wanasiasa, ni kwa watoto wadogo pia. Kwa maana hiyo halikubaliki. Kwa nikasema tunapokuwepo katika kipindi hiki kabla ya kwenda kwenye uchaguzi, ni lazima tuweke mwafaka wa kitaifa wa pamoja, kwamba kuna mambo hatutaki kuyasikia tena katika nchi yetu, tukubaliane, kisha ndio tunasonga mbele. Kinyume na hapo hakuna uchaguzi. Wacha hawa waendelee kufanya mikutano ya hadhara, wajifurahishe kufanya mikutano ya hadhara, lakini hapa hakuna uchaguzi mpaka tuweke mustakabali sawa wa nchi yetu wa kuwaleta wote. Na ni hadaa na uongo wa kiwango cha juu kusema tutafanya maridhiano baada ya uchaguzi. Hiyo ni hadaa, msikubali. Na Watanzania wote na wasi mnaoipenda nchi yetu, msikubali hadaa hii. Na hivi karibuni nitaanza kuwaeleza tusiwape ushirikiano kwenye hiki wanachokiita kampeni na mikutano yao ya hadhara. Tusiwape. Tanzania ni muhimu sana kuliko hizi sarakasi wanazoendelea kufanya. Unajua, nimezungumza na wajumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa wawili hivi karibuni, wawili, na wajumbe wa halmashauri kuu 3, watu wema, na wamenisihi polepole, sisi tunaunga mkono hichi kinachoendelea. Hatukubaliani na kinachofanyika. Na jambo moja wamenijulisha, na mimi nimejiridhisha, ni mtafiti. Nimeongea na wote 5, 2 kutoka kamati kuu na 3 kutoka halmashauri kuu. Na mmoja ni mgombea ubunge. Wamesema baada ya kelele hapa katikati ya kwamba chama kimetekwa na mtandao, Mzee Kikwete ni mtandao, Rostam ni mtandao,
Emmanuel Nchimbi ni mtandao na wenzao wengi ni mtandao, na vijana wao kazi yao ni kubagaza, kubananga watu wetu, rasilimali za nchi yetu bila huruma na kutindinganya kila aina ya sheria na utaratibu unaolinda na kutetea maslahi mapana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kidogo Mama Samia akashtuka. Ule mkutano waliouitisha ule mkutano wa online ilikuwa kioja kingine, lakini ule mkutano kimsingi ilikuwa wanakwenda kumtoa mgombea mwenza, lakini unajua mgombea mwenza ni mtu mjanja. Ndio maana hata siku ile Kikwete pale Kawe alisema Nchimbi anajua, wakamkaba Mama Samia huku na huku, akaogopa na wakamtisha kwamba mama, kama unachomoa betri na sisi tunachomoa taa. Mama akayumba. Kwa matokeo yake wakasema tu sijui wanabadilisha utaratibu wa uchaguzi, lakini baada ya kuwa ameshindwa kusimamia uongozi. Siku moja, na mtanisamea wazee wangu, leo nitakuwa nawataja sio kwa dhambi, na msisite, msiogope kuto kuniambia habari zenu tena, kwa sababu baada ya hapa sitahitaji habari zenu tena, itakuwa imetosha. Siku moja mzee Kinana na mzee Butiko wanazungumza. Mzee Butiko anamuuliza mzee Kinana, hivi ni hamuoni kuna tatizo kwenye nchi yetu? Mzee Kinana wakati huo makamu wa mwenyekiti anasema nasikia. Mzee Butiko anamuuliza shida ipo au haipo? Mzee Kinana anajibu shida ipo. Mzee Butiko anamuuliza shida ni nini? Mzee Kinana anajibu shida uongozi. Na hapa ndipo nataka niwaambie shida yetu ya Tanzania ni leadership, ni uongozi. Tumekosa uongozi wenye kuweza kufanya uamuzi unaolinda maslahi mapana ya nchi yetu. Tunauzwa sasa. Kwa nini? Kwa sababu rais na mwenyekiti wa CCM ameshindwa kuwa imara, bold enough kusimamia maslahi ya nchi na ya Chama cha Mapinduzi. Mimi naendelea kumtia moyo, usiogope. Ukifanya uamuzi sahihi, kwanza ndani ya chama, staafu kwa heshima, staafu kwa heshima, tutakuheshimu. Usilazimishe, weka mchakato kwa mamlaka uliopewa, itisha hata bunge. Huu uchaguzi unasimama, utasimama. Bunge likiitwa utasimama. Tuna hali mbaya, tumegawika, tutarekebisha sheria, tutakwenda kwenye uchaguzi tukiwa wamoja. Lakini ukishupaza shingo, na sisi tunamlilia Mungu wa mbinguni, lakini zaidi ya yote hatutakusahau. Na mimi nakuhakikishia tunakusanya ushahidi ambao tunakutana nao ni mzito. Mama Samia utaingia kwenye rekodi ya kuwa rais wa mwanzo kabisa na mtangulizi wako na mzee alikuwepo, yaani mtakuwa marais wawili wa staafu, mtaingia kwenye historia, mtafungwa. Wako wengine wenu watanyongwa. Shika maneno yangu, puuza sawa. Siku itakapofika nasema yule jamaa alisema, wako watataifishiwa mali, utafilisiwa, tafungwa, tapigwa faini kwa mujibu wa sheria, na sio mbali. Una nafasi ya kuliepuka hilo na kustaafu kwa heshima. Lakini ukisipata shingo, sisi tutamlilia Mungu, na hivi muda si mrefu kwa sisi tuna smile, wewe, familia yako, wasaidizi wako, wale ulishirikiana nao kwenye huduma
na dhulma, itakuwa zamu yenu kusaga meno ili kuweka heshima ya nchi yetu ya Tanzania. Baada ya kusema haya, mwisho katika maneno ya utangulizi, nilitaka kusema ni aibu kubwa rais kuwa mtuhumiwa, yeye, familia yake, wasaidizi wake watuhumiwa kila pahala. Unajisikiaje amani rais umezungukwa na watuhumiwa wa uhalifu, umezungukwa na watendaji waandamizi, wanaishi maisha ya kufuja mali za umma nje ya kipato chao. Haikubaliki. Ni aibu kwa taifa la Tanzania kwamba biashara inafanyika Ikulu. Watoto wako nataka ikuume ndani ya moyo wako, ikuume, ikuchome, halafu ufanye jambo moja lililo jema, kugeuka na kuliweka taifa mbele. Tuliapa kwa nchi hii, katiba yake, you still have a chance. Lakini kipuuza, siku inakuja ambapo kwa katiba, sheria na taratibu tutakazokuwa tumejiwekea, kwa mhanga namba moja mtakuwa marais wawili na wale wengine wote wanahusika. Shikeni maneno haya. Baada ya kusema hayo, leo niliona nizungumze kuhusu muda unakimbia, kuhusu afya. Kwenye afya, ngoja tuende hapa kuhusu afya. Tuende hivi kwenye afya, nikasema nitawaambia mambo kadhaa. Rais wa Jamhuri ya Muungano anaongoza pande zote mbili za muungano, hata kwa mambo ya muungano na kwa mambo yasiyokuwa ya muungano. Hivi inaingia akilini kwamba Tanzania Zanzibar huduma za afya ni bure, lakini Tanzania bara tunalipia. Hata tunaletewa mifumo mpeche mpeche isiyokuwa na kichwa wala miguu ya bima ambayo haijawahi kunufaisha mtu. Ni shida tupu. Rais anayeongoza nchi na taifa la Tanzania anapaswa kuona aibu kwamba unaongoza pande mbili zisizo sawa. Alafu saa hizi unatafuta kura bara ambako afya inalipiwa. Na kibaya, wewe Mama Samia unatoka Zanzibar. Ilipaswa ile hali ya kutoka Zanzibar iwe chachu ya yale mazuri yako Zanzibar, uyalete huko bara. Umekaa kimya, unazungumza vitu ambavyo havina uhalisia. Bima isokuwepo, nanielewa, iko dhoofu bila hali, wakati Zanzibar kule matibabu bure. Unataka watu wa Tanzania bara na watu wa Tanzania Zanzibar wajitizamaje kama raia wako? Unapaswa kuona aibu. Tanzania Zanzibar hakuna malaria, lakini Tanzania bara malaria ni ugonjwa namba 4 5 unaoongoza kwa kuua watoto wadogo, wakina mama, wanawake wajawazito, wakina mama, wazee. Malaria inaua, lakini Zanzibar hakuna malaria. Kuwa unatoka Zanzibar kuna kuhamasisha vipi unapotafuta kura kipindi hiki ya kwamba umeshindwa kwa miaka 4 kuondoa tatizo la malaria, licha ya kwamba ulikuwa na kila sababu na kila uwezo kwa kuondoa malaria hapa Tanzania. Kufanya, unajua kuhusu malaria,
Pale Kibaha kuna kiwanda, sio siri hii. Ni kiwanda kilianzishwa mwaka 2011 wakati Rais ni Kikwete, ambaye nafikiri alikianzisha kwa bahati mbaya. Hakujua kwamba yeye ana urafiki mkubwa na watu wa magharibi, na teknolojia ya kiwanda kile inatoka nchi ya Cuba, na watu wa magharibi hawapendi wa Cuba. Kutoka mwaka 2011 kiwanda kimekuwa commissioned mwaka 2017, kinatengeneza teknolojia, bioteknolojia inaitwa viuadudu. Ukipuliza viluilui wa mbu wanakufa. Unafahamu maisha ya mbu 75% ni kwenye maji, lakini nini kilifanyika? Hakijawahi kufanyika kitu. Walijaribu kidogo awamu ya 5 mwaka 2017 wakatoa maelekezo, lakini ilitaka ufuatiliaji wa hali ya juu. Mimi nimekuwepo awamu hii chini ya uongozi wa Mama Samia, mmenielewa, ninafahamu kwa kina jitihada ambazo zimefanyika na kupuuzwa kuhusu kuondoa malaria nchini. Kuna kipindi niliwahi kumwambia katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, nikamweleza, unajua Mama Samia ana kazi za kumalizia, hana zake. Mtendeeni haki, awaondolee Watanzania malaria, kwa sababu hiyo suluhu ipo, kama jina lake la pili ipo. Hata serikalini unajua, makamu wa rais anajua, mzee Mpango, waziri mkuu ndugu Majaliwa anajua, wote sekta, wizara ya afya anajua. Ni visingizio kila siku. Kwa nini? Kulinda maslahi mapana ya wale wanakuja hapa kuleta kufanya biashara ya madawa na fedha, wakati tunaweza tukaiondoa malaria mara moja ikaisha. Afanye Mama Samia hajachukua uamuzi, licha alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Anapofanya mikutano ya hadhara, anajisikieje? Tunakwenda mkoa kama Tabora, atakwenda Kagera, kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa malaria ni juu sana. Anajisikiaje? Wanakufa wamama na watoto, na yeye alikuwa kwenye nafasi ya kuandika maelekezo tu, tekeleza. Anafanya hivi ili malaria iendelee kuwepo. Sasa abishe mtu, mimi na takwimu zote, mkitaka napenda mbishe, ili itakapofunguka sasa ndio mwelewe, lakini fursa iko pale, hamtaki kuitumia chini ya uongozi wa Mama Samia. Kuna teknolojia zaidi, unajua mbolea nyingi ni sumu, na viuatilifu vya mazao kuua wadudu ni sumu. Kile kiwanda kina mbolea hai ambayo, na kuna viuatilifu hai, unapuliza kwenye mazao, si ndio? Na hakuna sumu. Koma kansa, magonjwa ya ngozi, magonjwa ya matumbo hakuna tena. Mmetelekeza, hamweki fedha inayostahili, na dawa zinatengenezwa haziuzwi, ila kila siku mko bize BBT BBT BBT. Wapi wakati pale mnapuuza? Kwani mnataka Watanzania waendelee kupata makansa kwa kutumia maviuatilifu ya sumu, si ndio? Saizi unafanya mikutano ya hadhara, unadanganya watu utabadilisha maisha, wakati kuna vitu pale 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 Kibaha vipo tangu 2021 na hujachukua hatua yoyote. It's unfortunate. Inasikitisha sana. Haya, twende hapa Tanzania. Haya ni magonjwa 10 yanayoua watu zaidi. Kuna hii wanaita Kiingereza lower respiratory infections. Kimsingi hii ni pneumonia, homa ya mapafu. Hii ndio namba 1. 2, VVU, ukimwi. 3, hypertensive disease, ni mambo ya moyo haya, ndio. 4, malaria. 5, magonjwa mengine ya husianayo na moyo. 6, magonjwa mengine ya kuambukiza ikiwepo homa ya ini. 7, ajali za barabarani. Sasa tumeiweka magonjwa kwa sababu inaua watu wengi. 8,
Nephritis, huu ni ugonjwa wa figo unaotokana na maambukizi infection. Nephrosis ni ugonjwa wa figo, lakini ule ambao mwili wenyewe unajibomoa. 9, diabetes, kisukari. 10, other digestive diseases, magonjwa ya uhusiano na matumbo. Nimeweka hii orodha hapa kuambia Mama Samia na serikali hii haina dhamira ya kuwaletea afya ya Watanzania, kwa sababu haya magonjwa yote 70% tunaweza tukatengeneza dawa hapa Tanzania kwa bilioni 150 na tukamalizana jumla kila mwaka. Kwa mfano nitakwambia kitu kimoja, tunaangalia ile gharama tunatumia kununua dawa na kwa mfano kwenye budget hii kuna kipengele mahususi kabisa kinasema dawa kina kama bilioni 371. Angekuwa mtu mwenye akili angesema hizo bilioni 371 tunaziwekeza kama tulivyowekeza kwenye Mwalimu Nyerere. Tulifunga macho tukatia pale bilioni 67, tukafunga macho tukatia kwenye standard gauge bilioni 67, tukafunga macho tukaweka bilioni 700 kwenye Kigongo Busisi, tukafunga macho maeneo mengi. Kwa nini tusifunge macho kuokoa Watanzania wasife kwa pesa isiyozidi trilioni? Nitaifafanua kule mbele, lakini hata kuambieni haya magonjwa nimeonyesha hapa yote yanatibika, lakini dawa mtihani. Nimonia wanakufa watu wazima na watoto wadogo, ukimwi wanakufa watu wazima na watoto wadogo, hypertensive diseases, magonjwa ya moyo. Unajua tumezunguka duniani, dawa ziko. Ukisema hypertensive diseases, magonjwa ya moyo, huwa yana chanzo, yana underlying cause chini yake. Underlying cause inaweza kuwa cholesterol kwa mfano. Kwenye mishipa ya damu kunakuwa kuna jaa cholesterol, na hii inafanya msukumo wa damu kuwa mkubwa na moyo hatimaye kuchoka na unapata ugonjwa wa moyo, na baadaye unaweza kupata stroke, unaweza kupata ile inaenda mpaka kichwani hivyo. Lakini dawa ipo duniani, innovative drugs ziko na tunaweza tukazitengeneza Tanzania. Hichi ni kitu cha kufanya hivyo na inawezekana. Kwa nini tuchukue hatua? Ni kwa sababu Mama Samia hajaweza kufanya uamuzi. Hakuna uongozi. Wasaidizi wake wengi ni sehemu ya syndicate ya madawa, wananufaika na biashara ya madawa. Kusema malaria, dawa tiba ipo. Ukicommit bilioni 100 ndani ya miaka 5, malaria tunasahau kama Zanzibar. Sasa kama Zanzibar, kwa nini bara mnataka endelee kwa? Eti Mama Samia, unaweza kutusaidia mjambo? Haya magonjwa ya moyo dawa ziko, tena very innovative, na zingine ni tiba asili zilizojengwa katika kiwango innovative. Cholesterol kwa heri na hakuna sumu mwilini, vitu kama hivyo. Lakini unaona hamna tena, na cholesterol ikiondoka, unajua hata nguvu za kiume juu, mnara unasimama hivi, usifanye mchezo. Lakini cholesterol inakuwepo, watu wanapoteza hizo nguvu za kiume, na dawa ziko. Mimi najua ziko, hawataki kufanya uamuzi. Mama Samia na wenzake, mimi naniuma kwa sababu siwezi kuwasaidia serikali hii. Inadhulumu watu, inataka watu wafe wakati suluhu ziko. Sikubali. Tuendelee. Sasa namna ya kushughulikia afya ya Watanzania ziko namna nyingi. Ndio, ziko namna nyingi. Wale watu wa Instagram mtakuwa mnapata ugumu kidogo kuniona kwa jumla, labda nifanye hivi. Ziko namna nyingi. Ndio, ziko namna nyingi kwa maana ya kwanza ni matibabu bure. Matibabu bure. Sera ya afya ya mwaka 2007 ukurasa wa 19 unasema serikali itashirikiana sisi bla 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 kutoa matibabu. Tuanze kwa wanawake wajawazito, mama wenye watoto chini ya miaka 5, watoto chini ya miaka 5. Sera ya wazee inazungumza pia kuhusu wazee zaidi ya miaka 60, lakini ile halifanyiki. Linafanyika hapa hakuna. Lakini naenda kaulize, ukienda kwenye hospitali ya serikali unalipa kujifungua, unalipa. Si mnakumbuka hata mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam siku moja alisema, nenda kamwambie mume wako achukue mkasi akuzalishe. Hajui kwamba sera
inasema hapo hapo no, hapo hapo ukurasa wa 19, sera ya afya ya mwaka 2007 inasema matibabu bure kwa watu hao, lakini hawajui. Saizi wanafanya mikutano ya hadhara bila aibu. Kwa matibabu bure kwa makundi haya nimeyasema, lakini inawezekana matibabu bure kwa wote. Mbona Zanzibar wanafanya? Hata kama nao wameanza stori za bima ya afya hivi karibuni, lakini matibabu ni bure. Ziko nchi matibabu ni bure, Ulaya huko wale wamewahi kusafiri kwenda Cuba kutembea utalii, matibabu kwa raia wa Cuba ni bure. So ni kitu kinawezekana, lakini wataalamu wetu wamefungwa. Yaani wamefungwa na vitu vingi, wamefungwa na nguvu za giza, halafu wamefungwa na maslahi binafsi, rushwa, kukosa uadilifu na ujambazi na uhuni na wanamtandao. Hivi naamini wanamtandao wapo katika kwenye sekta ya afya. CCM mtandao mpaka kwenye sekta ya afya wanatubananga na kutubagaza huko. Lakini tungekuwa tunatumia haya mapesa tunapata kwenye madini, kwenye kilimo, kwenye viwanda, kwenye kila sekta, utalii. Watanzania wanatakiwa waingie hospitalini, ana walk in, anapata huduma bure, anaenda nyumbani. Na hata kama ni bima, inatakiwa iwe bima ambayo ukiitazama unasema naam, tuna rasilimali Mungu alitupa zinaweza kutumika kwa ajili ya taifa letu. Namna ya tatu ya kushughulikia ni hii habari ya bima. Sasa NHIF, bima kwa sasa hivi wanaimba bima kwa wote, bima kwa wote. Bima kwa wote maana yake nini? Nitaifafanua hii muda si mrefu, kwa sababu ni ulaghai mtupu. Hakuna bima kwa wote, kwa sababu hawajafanya hata homework yao ya kutengeneza bima kwa wote. Na ndio maana NHIF inayumba wakati wote, kwa sababu hawajataka kutumia utaalamu wa kutosha kuweka bima kuwa bure kwa wote. Sikuelewa vizuri. Hawataki kwa sababu wao ni wanufaika. Bima kwa wote hawataki, na nitaifafanua muda si mrefu kwa nini NHIF inayumba. The most unstable fund ni National Health Insurance, kwa sababu imejengwa katika msingi dhaifu ambao sio evidence based. Yani hakuna ushahidi unao taarifu mfuko wa bima ya afya namna utatoa huduma kwa wananchi. Tafiti ya pale 1, 2, 3, listen, huko nchi za watu wametafiti vizuri mambo haya. Sisi tunapupu hapa na kwenda kwenye uchaguzi unadanganya watu bima ya afya. Mimi nitakuuliza, niambie msingi thabiti na madhubuti wa kudoa bima ya afya kwa wote. Mnajenga katika msingi upi? On what premise are you structuring and building the health insurance for all? Ni katika msingi upi mnajenga bima ya afya kwa wote? Msingi upi? Duniani iko misingi hii ya kwenu inayoyumba kila siku. Unajua mnachokitaka ni kukusanya pesa za watu waziingize kwenye bima. Ukishaziingiza kwenye bima, huduma ni mbovu, kwa sababu kuna misingi mingine nitaifafanua haijawekwa. Ikishakuwa huduma ni mbovu, zile pesa hazirudi, na ndio maana unakwenda una claim una bima yako, wanakwambia hii hatuwezi kulipa. Kwa hela nilikuwa nimeilipa kwa mwaka mzima,